Yes, karibu sana kwenye duru ya kimichezo kutoka Game On TZ. Mimi naitwa mpekuz.com. Kazi yangu ni moja, kuweza kukufikishia taarifa popote pale ulipo Tanzania na hata ukiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa kuliko ambalo iloweza kujitokeza siku ya hii leo. Mchakato ni mzito kwelikweli ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, mambo yakiendelea kuwa magumu kwelikweli huko. Viongozi viti vya moto kwelikweli, kila kiongozi hajui nini la kufanya. Sasa baada ya matokeo ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, Yanga African dhidi ya Wekundu Msimbazi Simba kutamatika Juni 25 na Simba wao kupoteza kwa idadi ya magoli 2-0, magoli ambayo yaliyofungwa na Clement Mzize Uridi pamoja na Pacome Zouzoua. Sasa dakika 90 zilitamatika kutoka katika dimba la Benjamin William Mkapa. Sasa Simba wao wametoa taarifa kwa umma, kwa wachezaji ambao watakao kosekana msimu mpya, msimu wa 2025-26. Taarifa hiyo iko ndani ya klabu ya Simba kwa mujibu wa Game On TZ, taarifa ambazo tulizoweza kuzinyakua kutoka ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Simba wameandika barua jumla ya wachezaji 6 ambao wataondoka, watafunguliwa milango ya kwaheri kuondoka katika viunga hivyo vya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Tunaanza na Fabrice Luamba Ngoma, alisajiliwa moja kati ya wachezaji ambao wamesajiliwa kwa Simba na wamefanya vizuri sana tangu pale ambapo walipoweza kusajiliwa na klabu hiyo ya Simba. Ni moja kati ya wachezaji ambao kipindi anasajiliwa Fabrice Luamba Ngoma kulikuwa na sintofahamu. Max Nzengeli ilisemekana kujiunga na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, lakini tofauti na vile ambavyo ilivyokuwa hapo awali, Max akaelekea pale katika viunga vya klabu ya Dar es Salaam Yanga African. Lakini kwa upande wa Fabrice Luamba Ngoma, hapo awali ilisemekana kusajiliwa na klabu ya Yanga, lakini Simba waliweza kuwin dili hilo na Ngoma kujiunga na miamba hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Lakini mchezaji mwingine ambaye kwenye barua ya taarifa kwa umma ambaye atakosekana msimu wa 25-26 ni Gaston Okejefa. Ni mmoja kati ya mchezaji mzuri kweli kweli ambao wamesajiliwa kwa msimu uliopita, na huu msimu wao wa kwanza, kwa maana kwamba huu ndio msimu ambao Gaston Okejefa kuja kuihudumia klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Lakini mambo yameenda kuwa tofauti kweli kweli pale ambapo aliposajiliwa Gaston Okejefa. Ni hold midfielder, kwa maana kwamba ni mchezaji namba 6, lakini tangu awe amesajiliwa na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, Okejefa amekuwa na mchango mdogo kweli kweli. Kadri siku inavyozidi kuongezeka, kiwango chake kinazidi kupromoka na kiwango chake kinakuwa ni cha kawaida, tofauti na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Matamanio yao makubwa kumuona Gaston Okejefa kuja kufanya vizuri kweli kweli ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Mwingine ni Chemalon Fondozi. Zipo taarifa ambazo kwenye barua hiyo ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba ambayo mimi mpekuzi nimeweza kuipata na kutoka ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Chemalon pia ni moja kati ya wachezaji ambao watakosekana katika msimu mpya wa 25-26, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana makosa mengi, ni mchezaji ambaye haendani na speed ya klabu ya Simba, kwa sababu ripoti ya mwalimu kocha Fadlu Davis amesema kwamba anahitaji wachezaji wenye kasi zaidi, anahitaji wachezaji wenye speed pale timu ambayo ikiwa inashambuliwa, basi wachezaji hao wawe ni wepesi kufanya maamuzi ya haraka zaidi. Na ndio maana ripoti ya mwalimu kocha
Fadlu amependekeza kuwahitaji wachezaji kadhaa ambao wachezaji hao amewatolea mfano kama wachezaji wa Yanga pamoja na Dickson Job pamoja na Abdurazak Hamza pamoja na Ibrahim Abdullah Baka. Au wawili ni Dickson Job pamoja na Abdullah Baka ni wachezaji wa Yanga. Kwa hiyo ripoti ya mwalimu kocha Fadlu amesema kwamba anahitaji wachezaji wa aina kama ya wachezaji hiyo, lakini pia ubora wa Abdurazak Hamza unaendelea kuimarika kadri siku inavyozidi kuongezeka, na amesema kwamba ripoti ya mwalimu kocha Fadlu anahitaji kuwa na wachezaji wenye aina ya kina Dickson Job, aina ya Ibrahim Abdullah Baka pamoja na Abdurazak Hamza, kwa sababu ni wachezaji wenye spidi, ni wachezaji wenye utulivu pale timu ikiwa inashambuliwa. Kwa hiyo kwa minajili hiyo sidhani kama ataendelea kusalia hapo, kwa sababu Simba wenyewe barua yao ikieleza kwamba wachezaji watakao kosekana msimu wa 25-26 ni moja kati ya wachezaji hao ni Chamberlain Fondos. Kwa nini ripoti ya mwalimu ikieleza anahitaji mabeki wakati wenye spidi, wenye utulivu mfanano wa Abdurazak Hamza, Ibrahim Abdullah Baka pamoja na Dickson Job? Kwa hiyo Chamberlain Fondos kuwepo tena kwenye kikosi hiko cha Simba msimu unaofuata. Lakini mchezaji mwingine ni Christian Lionel Ateba. Huyu kidogo viongozi wa klabu ya Simba kumekuwa na mkanganyiko. Baadhi ya viongozi wa Simba wanasema kwamba Ateba aendelee kusalia katika viunga hivyo vya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini baadhi ya viongozi wa Simba wamependekeza kwa maana kwamba Ateba aondoke katika klabu hiyo ya Simba kwa sababu ni mchezaji ambaye haendani na spidi na safu ya ushambuliaji. Ni mchezaji mzito, lakini pia ukilinganisha na ripoti ya mwalimu, ingawa ripoti ya awali kocha Fadlu yeye ndiye ambaye aliyependekeza Christian Lionel Ateba aweze kusajiliwa na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ateba ametokea pale klabu ya MC Alger pale nchini Algeria, lakini pia hakuweza kucheza mara kwa mara kutokana na majeraha ambayo yalikuwa yakimsumbua. Kwa hiyo uongozi wa Simba wengine wanasema kwamba Ateba aendelee kusalia, na wengine viongozi wakiendelea kusema kwamba atupishe ili tuweze kusajili wachezaji wengine wenye kasi zaidi. Kwa hiyo kwa minajili hiyo Ateba pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, Chamberlain Fondos pamoja na Gaston Okejefa wao watakosekana msimu mpya pale ambapo msimu utakapoenda kuanza 25-26. Kwa nini? Ni spidi ya mwalimu na vile ambavyo mwalimu kocha Fadlu anachokihitaji wachezaji hao hawatakuwa na uwezo wa kwenda kumpatia mchezaji huyo. Lakini mchezaji mwingine ambaye hapa kidogo viongozi wa Simba 70% viongozi wa Simba wamesema kwamba aendelee kusalia, na 30% viongozi wengine wamesema kwamba atupishe, lakini sio tu kwa kwenda kumuuza bali ni kwenda kumpeleka kwa mkopo. Msimu mwingine ni Joshua Mutale Budo. Viongozi wa Simba wamesema kwamba Mutale hatowezekana kuuzwa, lakini ni kwenda kumpeleka kwa mkopo pale ambapo ligi itakapoenda kuanza. Na moja kati ya klabu ambayo inayopigiwa chapuo ni kule nchini Zambia, klabu ya Power Dynamo ambayo aliyokuwa akichezea hapo zamani Joshua Mutale Budo. Kwa nini? Ni kwenda kuongeza ujuzi, ni kwenda kuongeza kasi na kwenda kuongeza jitihada ili aweze kujitengenezea mazingira mazuri ya kuweza kipaji chake ama ubora wake aendelee kuwa bora zaidi. Kwa hiyo ndiyo sababu mojawapo ambayo uongozi wa Simba umechukua maamuzi ya Joshua Mutale kwenda kumpeleka kwa mkopo pale ambapo ligi kuu Tanzania bara itakapoenda kuanza msimu mpya. Lakini ripoti ya mwalimu kocha Fadlu, yeye anahitaji wachezaji wenye spidi, na moja kati ya sajili ambazo zimeweza kukamilika kwa hivi sasa ni Jean Claude Giru Mugisha. Huyo ni raia wa taifa la Burundi, na mpaka hivi sasa uongozi wa klabu ya Simba umefanikiwa kuweza kuinasa saini ya mchezaji huyo. Mchezaji huyo amezaliwa mwaka 1996 kutoka pale taifa la Burundi, na ni moja kati ya wachezaji ambao wanaoitumikia klabu ya Al Hilal Omdurman kutoka pale Sudan ya Kusini. Kwa hiyo Simba wamefanikiwa kuinasa saini ya mchezaji huyo, na mchezaji huyo
ni mshambuliaji wa kati, kwa maana kwamba behind the striker namba 10. Kwa hiyo ataenda kusaidiana na Jean Charles Ahoua. Lakini zipo taarifa zingine, yule mzabuni mpya wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, J-Root Investment, wapo katika mazungumzo ya mwisho pamoja na mchezaji wa Azam wana lamba Faisal Salum, kwa sababu hapo awali Simba walipendekeza pendekezo kwenda kwa J-Root na J-Root amekubali pendekezo hilo, kwa maana kwamba waende kumsajili Faisal Salum Toto, ingawa Azam pamoja na Yanga wakiendelea kuingia katika dili hilo. Lakini mpaka hivi sasa Azam bado hawajaweza kumuongezea mkataba Fei Toto, lakini taarifa zinazodai Yanga nao pia wameongeza kiasi cha fedha ili kwenda kumnasa saini ya Fei Toto. Lakini mzabuni mpya wa klabu ya Simba, J-Root Investment, yeye amewaahidi viongozi wa Simba wakae tayari na wakae kwa kutulia, kwani kazi ambayo waliokuwa wamempatia J-Root kwenda kuhakikisha saini ya Fei Toto kwenda kuinasa, basi dili hilo linaenda kukamilika siku za hivi karibuni. Kwa hiyo Simba wachezaji ambao walioorodheshwa kwenye barua ya taarifa kwa umma ni Fabrice Luamba Ngoma, Gaston Okejefa, Joshua Mutale anapelekwa kwa mkopo, lakini Chemalon Fondos, bila kusahau na Christian Lonel Ateba, wote hao watakuwa wamekosekana katika msimu mpya, msimu wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo Simba wanaendelea kukusanya wachezaji ambao watakaoenda kufanya vizuri katika mchezo ama katika mashindano mbalimbali. Lakini ripoti ya mwalimu kocha Fadru ndiyo ambayo iliyoweza kuorodhesha na aina ya wachezaji anaowahitaji kwa hivi sasa. Hii ni Game On TZ, mimi naitwa mpekuzi.com, nilikuwa na kujuza kwa yale ambayo uliokuwa huyajui.